Jambo la kwanza muhimu ni kuhusiana na kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yeye na wafuasi wake katika eneo ambalo mimi mkuu wa mkoa ninahudumu, mkoa wa Dar es Salaam, katika eneo la Kariakoo. Imetokea malalamiko yaliyoletwa na chama hicho kuonyesha kwamba jeshi la polisi limetumia nguvu kubwa sana kuweza kuoppress. Naomba nifafanue jambo moja, ndugu waandishi wa habari, kwamba ifike wakati sisi kama Watanzania tuwe very serious na tunachotaka kukifanya. Mkoa wa Dar es Salaam ni moja ya mikoa very sensitive, na kwamba huwezi kuamua kila mahali kuwa ni eneo la siasa la kufanyia mikutano ya hadhara. Tumekwisha zungumza mara kadhaa kwamba eneo la Kariakoo ni eneo ambalo ni la wafanyabiashara na ni eneo ambalo lina attract wafanyabiashara kutoka pande nyingi za Tanzania na hata nje ya Tanzania ili kuja kufanya biashara kwenye maeneo hayo. Muda mwingi maeneo hayo yanakuwa na misongamano, na tunatumia nguvu kubwa sana pia kuweza kulinda raia na mali zao ili kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira rafiki na mazingira ambayo hayataharibiwa na jambo lolote. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Naomba nitoe rai kwa viongozi wote wa vyama vya siasa kwamba tunapozungumzia umuhimu wa kulinda maslahi ya taifa letu tunamaanisha, na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunajichelewesha pamoja na kutengeneza sifa za kijinga ambazo hazitastawisha taifa letu. Niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugu hata kidogo. Tumefika wakati tumeanza kuleta mizaha ambayo si taswira njema kwa taifa letu. Tunafanya mizaha ya kutafuta sympathy kwa mataifa ya ndani na mataifa ya nje.